Eneo la Mlambalasi lililoko Iringa lina umuhimu mkubwa katika utalii wa kihistoria na katika harakati za kupinga ukoloni wa Kijerumani. Eneo hili linahusishwa moja kwa moja na Chifu Mkwawa, kiongozi shupavu wa Wahehe aliyepambana kwa muda mrefu dhidi ya Wajerumani mwishoni mwa karne ya 19. Mlambalasi lilitumika kama mojawapo ya maficho muhimu ya Mkwawa baada ya mashambulizi ya mara kwa mara kutoka kwa Wajerumani. Baada ya vita kali na ukandamizaji mkubwa wa kijeshi, Mkwawa alikimbilia Mlambalasi akiwa na wafuasi wachache. Ni katika eneo hili ndipo alipojificha kwa muda hadi mwaka 1898 alipojitoa uhai ili asikamatwe na maadui zake. Eneo hilo sasa linahifadhiwa kama sehemu ya historia ya taifa na linaonyesha ujasiri wa Mkwawa na upinzani wa Wahehe dhidi ya ukoloni. Naitwa Suberi Suleiman Hamisi, mlipano mtikapango ne magamba magefidu ndasa kangambu milibogoloha gamila kitova mpalata mwawitala, ni mwanahistoria ambaye anatoa historia za chifu wetu Mkwawa hapa Kalenga. Sasa nitapenda kuambia kwa nini tuko hapa. Leo tumeingia sehemu inaitwa Mlambalasi. Hapa panaitwa Mlambalasi maana Mlambalasi mtalala chini. Wakati Mkwawa akiwa yuko hapa, chifu wetu Mkwawa Mkavinyi kama yeye ni mganga mkalikuwa gosi badala tagi matinini. Wakati akipambana na Wajerumani, ilifikia sehemu akiwa msituni akiwa na askari wake. Wakawa wanasema sasa tunalalaja, sema tulambalala pasi, yani tutalala chini kwa sababu tuko vitani, na kweli akaitwa Mlambalasi. Kwa nini Mkwawa alipigana na Wajerumani? Kama tunavyojua katika historia, Mkwawa amepigana na Wajerumani vita ya kwanza ambayo nimesimulia kwa ufupi pale Lugalo. Wajerumani waliposhindwa kumpata Mkwawa, na kwa sababu katika utaratibu wao walishapanga ile Berlin Conference kwamba lazima wachukue Iringa iwe mikononi mwao, waliweza kurudi tena mnamo mwaka 1894 ambapo kuna wasaliti miongoni mwa jeshi la Mkwawa walijaribu kuwasaidia Wajerumani na kuwaongoza wapite njia nyingine ambayo sio ile ambayo Mkwawa aliwawekea ambush mara ya kwanza. Kwa hiyo walipita msitu wa Sawili wakitembea usiku kwa tahadhari ili wasionekane na majeshi ya Mkwawa. Mchana walikuwa wanalala kwenye mapori, usiku wanatembea. Walikuja taratibu mpaka kufika mlima mmoja ulioitwa Tosa Maganga, ndipo walipoweka silaha zao pale na mizinga yao. Mnamo tarehe 28 Oktoba walianza kuvumisha mizinga yao wakivunja mji wa Chifu Mkwawa. Wakati Mkwawa mji wake unavunjika, Wahehe wote walikuwa wanasema nyela vito sa Maganga, wakujua kwa wanapigwa na mabomu. Wakawa wanasema lakini Maganga genyewe gegibo ginajilipuka, yani wanashangaa mawe yanayorushwa na Wajerumani yanalipuka. Ndio sababu ya kule kuitwa Tosa Maganga. Walishambuliwa mpaka kufika tarehe 30 Oktoba. Hakika Mkwawa aliona hali ya vita imeshakuwa ni mbaya. Aliamua kuingia chumba chake ambacho alikuwa ameweka maslaha aliyoteka mara ya kwanza kwa Wajerumani na kupiga moto maslaha yale yaungue yote ili wasiweze kuyatumia tena. Lakini baada ya kupiga yale maslaha, Wajerumani walishtuka sana wakijua labda Mkwawa anarusha na silaha za moto kali. Kumbe hapana, ndio silaha zao kalipua. Wakati huo Mkwawa aliamua kutoka kwenye ngome ile ya kwake akavuka mto Ruaha. Anapofika ngambo ya mto Ruaha alikutana na komando wa Kijerumani aliyeitwa Elkmas, alikuwa na cheo cha luteni, alikuwa ni mlinzi wa kikosi cha Kaisari kule Ulaya. Alitaka kumkamata Mkwawa akiwa hai ili akamuonyesha Kaisari kwamba mimi nimeweza kumkamata Mkwawa akiwa hai, lakini Mkwawa alivyomwambia tuweza hapo ulipo Mkwawa simama, Mkwawa alirusha mkuki na kumuua yule komando. Amezikwa ngambo ya mto Ruaha pale Kalenga. Ndipo Mkwawa alipoingia msituni na kuendeleza vita vya msituni ambavyo alikuwa anachimba mashimo makubwa na ndani ya mashimo anatega mikuki ambayo ile mikuki juu ya ncha zimewekwa sumu, alafu juu anakuja anaweka vimiti na majani na kupotezea sehemu ile kufika uwezo kujua kama hapa na mitego, lakini wao walikuwa wanaweka alama wakijua sehemu ile na mitego tusiende ovyo. Lakini Wajerumani wakikaribia sehemu zile, Wahehe walikuwa wanajificha kwenye vimandaki vidogo. Kwa hiyo wanampiga Mjerumani wa nyuma na risasi. Akishapigwa wanaposhtuka kwamba hebu tumove tukimbie twende mbele, kumbe mbele ndio kwenye mitego wanakutia kwenye yale mashimo. Wajerumani wakawa wanakufa wengi sana kupitia mitego ya Mkwawa alikuwa ameitega huko msituni. Hiyo mitego kwa Kihehe iliitwa wina. Basi wakati huo Mkwawa akiendeleza mapambano ya msituni kwa staili hiyo, mnamo mwaka 1896 Wajerumani waliamua kufanya muungano na machifu waliokuwa na marafiki wa Mkwawa, ambao machifu hao walikuwa ni Melele, Begera, Kiwanga na Lupembe. Waliamua kuwaomba wale machifu wafanye collaborate na wao, wakawa wanashambulia majeshi ya Chifu Mkwawa na kukamata raia wa chifu. Swala la usaliti sio la jana wala juzi. Usaliti ni hadithi inayoshibisha historia za mababu zetu, na hata Chifu Mkwawa alisalitiwa na baadhi ya machifu wasiompenda. Alikuwa wa Njombe na mwingine alikuwa Mbeya, mwingine alikuwa Kilosa Morogoro, na mwingine ni sehemu ya Njombe kama naelekea kuja kuingia Iringa. Kwa hiyo machifu hao wanne walishiriki na Wajerumani, wakawa ni wasaliti
wakawa wanakamata raia wa chifu Mkwawa na kuwatesa ili waonyeshe chifu wao yuko wapi, amejificha wapi. Kwa hiyo Mkwawa alipojipata hilo, aliamua kuandika barua kwa lugha ya Kiarabu ambacho alijifunza wakati anafanya biashara na Bushiri bin Salim Suryama, ambayo barua hiyo iliandikwa kwa lugha ya Kiarabu na baadaye hiyo barua alikuja kuitafsiri kwa lugha ya Kiingereza. Hiyo barua imeandikwa hivi: Translation of Sultan Mkwawa's letter to station of Kilosa Lieutenant Engrahad Resident, arrived 8 January 1896. Merele Sultan has brought you onto my country and abducted 40 persons, also called 70 persons. Begera has likewise waged war against me. He has abducted 100 of my people. I pursued him and recovered 2 of my people. He said it's of his people of Begera, and I am sending them to you. I ask for permission to wage war against Merele and Begera because they have attacked me. I wanted to give my headman Lupembe the German flag, but he refused to accept it and drove my people away. Kiwanga has likewise read the fate of my people. I ask you to allow me to wage war against Lupembe. Hiyo barua aliandika wakati Wajerumani wakifanya ile Berlin Conference kuigawa bara la Afrika. Yeye huyu bwana Engrahad aliteuliwa kule kama ni mkuu wa haki za binadamu, kwamba Wajerumani au wazungu wote waliopewa bara ile Afrika wakikuta vikwazo vikubwa wanaweza kaua raia wasiokuwa na hatia yoyote. Kwa hiyo wale waliletwa kama watu wa haki za binadamu, kwamba ikifika sehemu mmekutana vikwazo vya vita, sio mweke sumu kwenye visima raia wafi, jamaa wafi mji ule, au mfanye mauaji ya halaiki tu ambayo hayastahili. Hapana, tunataka mwende mkawatawale wa Afrika, mwatumie wa Afrika, lakini sio kuwafanyia mauaji yasiokuwa na maana. Kwa hiyo yule bwana Engrahad alikuja huku kwa Mkwawa, akamwambia Mkwawa, kama mtafanywa kinyume chochote au wake zako au wavulana hawa, basi unione mimi, alafu mimi nitatoa taarifa Ulaya. Kwa hiyo Mkwawa aliandika barua akitegemea yule bwana ndio atamsaidia, kwa sababu tayari alikuwa kama ni msaada kwake. Barua hii ilikuwa ikilenga hivi kwamba ameanza kumtaja mtu wa kwanza ambaye ni Begera, ambaye huyu Begera alikuwa ni sultani kutoka Kilosa, ambaye alisema ameanzisha vita kwenye nchi yake na amekamata watu 40. Akaja kwa Kiwanga, akaja Merele, wote walikuwa amekamata raia wake, na alikuwa anaomba wasitishwe vita na kupigana na hawa wengine, ikiwezekana apate nafasi ya kupigana na hawa machifu ambao wamemgeuka au wanateketeza watu wake. Na katika lalamiko lingine aliendelea, kuna huyu bwana Hetman Lupembe. Lupembe alikuwa kama ni mtu wake, yani kama nyapala kwa namna nyingine tuseme, alikuwa anamtumilia yeye Mkwawa. Lakini vile vile Lupembe alikuja kumlaghai Mkwawa kwa lugha laini kwamba Mkwawa bora jisalimishe kwa Wajerumani, kwa sababu akijisalimisha kama chifu watamwezi na hawatamfanya kitu kibaya. Yani alimpa lugha nzuri. Lakini Mkwawa alikataa kujisalimisha kwa Wajerumani, na hatimaye yule bwana alikuwa amechukua bendera ya Kijerumani, ataka kumwachia Mkwawa kwamba aende akajisalimisha kwa Wajerumani, akawa ameshikia ile bendera, lakini Mkwawa alimwambia ondoka na bendera lako. Lakini bado Mkwawa alikuwa na hasira na mlaumu huyu bwana kwa kuiacha bendera msituni, kumbe anapotoka alibwaga bendera huko na yeye kutoweka. Kwa hiyo wote hao aliwajua kwamba ni wasaliti, na ndio maana alitaka kufanya nao vita wote hao. Lakini baada ya kuwa ameandika hiyo barua na huo mpango wake ukawa umeshirikana, yule bwana aliyopokea barua kuonyesha msaada wote au ushirikiano wote kutoa kwa Mkwawa, Mkwawa aliweza kuendeleza mapambano ya msituni mpaka mwaka 1898. Hatimaye Mkwawa alijikuta ameishiwa, sasa hana chakula. Wakati huo aliwaambia askari wake kuwapa mbinu nyingine kwamba nendeni kwa Wajerumani hali ya kuwa mnajifanya kama mnataka kujisalimisha, bila shaka watawakamateni na watawacheni huru na watawapeni vyakula. Basi pale wapapo wameshawapa vyakula, muwe mnatumia akili, vile vyakula mnachukua mnavileta msituni, na wakati mwingine usiku wewe mnaorganize, mnakwenda kwenye makambi yao, mnashambulia yale makambi. Wakati wao wanakimbia, mshachoma makambi, lazima watakimbia, mnawatandika na mishari, watakimbia. Bebeni vyakula vyao, leteni msituni huko ili tuendeleze mapambano. Kwa hiyo wakarudi kujisalimisha kwa njia ya mapambano ya karibu, kwa sababu kishakuwa jirani na adui wako ni rahisi kumshambulia kirahisi. Kwa hiyo moja kwa moja walifanya hivyo, wakawa wanaendeleza na mapambano. Na kitu kizuri zaidi, mdogo wake wa Mkwawa aliyeitwa Mpangilio Wangindo Mgopisala Sinagopi ndio alipewa mamlaka, na Mkwawa alimwambia naomba wewe ndio uendeleze mapambano hayo. Na wakati wa Wajerumani walimuomba tena huyu Mgopisala Sinagopi kwa sisi bwana, kama taendeleza mapambano dhidi ya Mkwawa tukampata Mkwawa, wewe tutakusimika kama chifu wa Wahehe. Kwa hiyo wakijua kuwa wao wameshamuomba, kumbe damu ni nzito kuliko maji, yeye aliona haiwezekani amsaliti kaka yake alafu na nchi yote iharibiwe, lazima msaidie kaka yake. Basi yeye aliendeleza mapambano na Wajerumani, lakini bahati mbaya siku moja walimkamata mtu mmoja usiku. Alijipanga Wajerumani vizuri, miongoni mwa wale wanaokwenda kushambulia akamkamata mmoja. Alivyokamatwa alipewa mateso makubwa, hatimaye alikiri kwamba kweli sisi tumekuja kujisalimisha kwa lengo la kuendeleza mapambano
na wote, na wakamtaja kiongozi wao anayeongoza haya mapambano, ambaye tayari yule wanapompa kazi ya kuja kumsaka Mkwawa alikuwa anapewa na chakula. Kumbe anapopewa chakula bado alikuwa anampa nguvu ya kuleta chakula kwa kaka yake msituni. Kwa hiyo moja kwa moja Mpangilio Wangino Mgopsala Sinagopi alikamatwa na kupelekwa Iringa mjini pale Kitanzini, na hatimaye alienda kunyongwa pale. Na baada ya kunyongwa Mgopsala Sinagopi ilikuwa ni msiba mkubwa, kwa sababu hata yule msaliti aliyesaliti ile vita, ambaye kwa jina lingine tunamuita Msatima, alipata huzuni. Kwa nini wamemnyonga rafiki yangu ambaye tulikuwa tumejilia dawa inayoitwa Rusali zamani, na kama mimi na wewe tumeamua kuwa ni marafiki, basi moja kwa moja akwambia, bwana, mimi nataka tusiwe marafiki, tuwe ndugu wa damu. Unakubaliana na mimi? Tunakubaliana. Tunachinja ng'ombe mkubwa pale, tunapeleka upande wa ukoo na upande wa ukoo kwamba sisi tumeungana, alafu mnachanja damu. Damu yangu yote inamwagika na wewe unachanja ya kwako. Basi ya kwangu nakuja na kumiminia, na wewe ya kwako unakuja nimiminie. Basi tunakumbatiana, tunakuwa sisi ni ndugu wa damu. Kwa hiyo sisi hatutasalitiana. Kwa hiyo Mkwawa Mpangilio Wangino Mgopsala Sinagopi na Msatima walikula kiapo cha design hiyo. Ndio maana Msatima baada ya kuwasaliti katika vita Lugalo pale, maana Msatima ataeleza kwa ufupi kwa nini alisaliti. Wakati wako pale kwenye vita Lugalo, Msatima alikuwa akiongoza majeshi, na kuna mama mmoja ambaye alikuwa anaitwa Mtage, alikuwa anaongoza majeshi, na kuna bwana mmoja anaitwa Ngosingosi na mwingine aliitwa Simba Lumoto, na pamoja na Mpangilio Wangino Mgopsala Sinagopi, hao walikuwa ndio viongozi walioongoza majeshi pale kupambana dhidi ya Wajerumani. Lakini bahati mbaya, kuna mmoja katika kikosi cha yule mwanamke alikuwa anaitwa Mboga Masoli. Yeye hakutaka kuwa chini ya ulinzi wa mwanamke, na huko nyuma alishawahi kufanya mchezo kama huo. Alienda kwa Mkwawa na kumwambia Mkwawa, bwana, sisi kama wanaume hatupendi kuongozwa na mwanamke. Lakini Mkwawa akamwambia yule mwanamke ni shujaa, lazima waongoze. Lakini yule bwana alikuwa anaendea upinzani. Yule mwanamke siku moja akaona upinzani umezidi, kabida mwambie Mkwawa kwamba huyu bwana ananipinga katika uongozi wangu. Maana kila ninachoamuru, kama leo tutafanya mazoezi mpaka hapa, yeye anakuwa mpinga upinzani na mimi. Akamuuliza Mboga Masoli, bado nataka nini? Mbona nasikia kumkubali huyu mwanamke? Akasema watu wasiongozwe na mdala, sikuongozwa na mdala, yani atongozwe na mwanamke. Basi akamwambia huyu mwanamke ni zaidi yenu, lakini nyinyi unajiona nyinyi wanaume, lakini huyu amkuti. Kwa hiyo wewe kama unataka kushindana na huyu mwanamke, mje na mikuki, mje na mishali hapa, afu nyinyi wape kazi, nione kama mtafanikiwa. Ukifanikiwa kumzidi huyu mwanamke cheo chake, nitakuruhusu kuchukua. Akamwambia okay. Akaenda na mishali na mikuki, wakafika pale. Walipofika akamwambia, sasa hapa tunarusha mikuki, kutoka hapa mikuki iende ikachome kichaka kile kipo mbali. Yule mwanamke alirusha mikuki yote inaenda kuchoma kule, lakini Mboga Masoli hata kufika kwenye ile kichaka haikuweza kufika. Akamwambia, vipi hapo, huyu mwanamke na wewe mnalingana? Akamwambia, kwa yeye amenishinda, lakini kuna mazoezi mengine nitakuzidi. Akasema okay, tunaenda kwenye malolo sasa kwa ajili ya kupiga mishale. Pale pameweka kakibuyu kadogo. Akasema haya, nataka mishale mlenge, mpige hicho kibuyu. Yule mwanamke mishale yote iliingia kwenye kile kibuyu, lakini huyu jamaa mishale yote ilipotea kwenye malolo. Akabaki hana mishale. Akasema kaokote mishale yako, haioni mishale ishaka kwenye malolo, haionekani. Basi huyu mwanamke akamwambia, chukua mishale yako kuliko. Akasema Mboga Masoli, ni kuruhusu sasa wewe, kama huyu mama ni adui, wewe ulikuwa ni adui yake. Sasa achukue mishale yako chome wewe, unaweza unacho cha kujitetea? Sina. Akamwambia, ndio maana tumchagua wewe mwanamke, kwa sababu ni jasiri na ana ujuzi kuliko wewe. Huyu mwanamke ni zaidi yako. Bado Mboga Masoli alikuwa analidhika kwa shingo upande. Anasema kuna mazoezi mengine nitampita. Akasema mazoezi gani? Atwende tena, kuna mazoezi yanaendelea. Wakaenda mtoni, maji yamefurika. Akamwambia, unataka kuvusha wanaume wawili, kuna vita imetokea kwa ng'ambo. Sasa wewe utawashika wanaume wawili, uvushe wakiwa na silaha, ili wakapambana na maadui, na ufanye haraka haraka kwa sababu maadui wanazidi kusonga mbele. Haya, wakati wanaingia pale kutaka kuvusha wale maadui, yeye akitaka ingia mguu na zama, akitaka kuingia na zama, na kwa sababu wewe utaua askari wangu wote. Haya, mama Mtagevusha, mama Mtaga anakamata askari huko, anaswaga kwa mguu, tushana ugelea kwa mguu, amewapeleka ng'ambo na kuchukua wengine. Akamwambia, huyu sio mwezio, umekubali kama bisha, anataka uvushe sasa na wewe, ukifa kwenye maji ufe. Basi hapo nimetuma. Basi hapo ndo akawa kubali kwa chini ya yule mama. Lakini siku wanaenda kupambana pale, yeye alimchukua mtumishi wake, akamwambia nienda kakutana na Wajerumani, alafu waambie Wajerumani mimi niko mlima ule, uwaje niwape siri ya jeshi la Mkwawa kwa liko pale, ili waangamizwe, najua Wajerumani watanipa cheo. Mtumishi wake akaona huyu ni upumbavu, naweza nikawasaliti Wahehe hata kama mimi sio mtu wa Iringa, lakini Wahehe tunaishi nao kwa amani, kwa nini wasaliti? Hiyo mizungu mimi sijui. Akaenda kwa mdogo wetu wa Mkwawa aliyeitwa Mpangilio Wangino Mgopsala Sinagopi na kumpa hizi taarifa kwamba bwana, ni mimi nimetumwa. Kwanza Mpangilio alishtuka, wewe mtumwa unakuja kufanya nini huko? Akamwambia, hapana samani, nimetumwa mimi, kuna jambo kubwa nataka nikwambie. Akamwambia, hebu niambie. Akamwambia, hivi mpaka sasa Mboga Masoli yuko mlima ule, hayuko na nyinyi, na ametuma nikapita na Wajerumani waambie waende pale ili wape siri. Akamwambia, basi akatuma mtu haraka kiingia kwa Mkwawa, akamwambia. Mkwawa akaambiwa, wakatuma askari waende ule mlima, wakamkuta jamaa amekaa peke yake na mamikuki yake. Wewe unafanya nini huku? Ni sehemu mbali, hata kujisaidia uziko sana, nienda kujisaidia.
Basi jamaa akawa hana la kusema, twende kwa chifu na hivyo. Kwa chifu Mkwawa akabana. Jieleze kwa nini unaenda kule unakaa peke yako? Samahani, mimi akasema utaeleza, akajieleza kweli, nilikuwa nimepanga kufanya hivyo. Akasema okay, mkasipele maana kaenda kauliwe. Kwa hiyo akaenda wakazipe fisi, akaenda kachinjwa. Sasa baada ile vita kuisha, Wahehe wanashangilia, Mtage anaruka na mikuki juu kwa furaha ya ushindi. Msati maneno anaruka juu, Mpangilwangilo anaruka na mikuki juu. Kwamba tumeshinda vita. Kuangalia huyu Msatima Mpangilwangilo anamgeukia Msatima, anasema tumeshinda kwa bahati sana. Mdogo wako alishatusaliti, lakini bahati nzuri usaliti ule umegundulika mapema. Akasema nani? Mboga Masoli. Sasa imekuwaje? Akaambia unajua sheria ya msaliti, anataka kutuua wote. Kwa hiyo yeye maana yake ni kanyongwa. Kanyongwa tena yeye. Ikaja ile huruma ya kibinadamu ya kiundugu. Akasema sitaendelea sitaendeleza tena ulinzi wa nchi hii kwa sababu Mkwawa kanyonga ndugu yangu. Kwa hiyo akasaliti, ndo akakimbia moja kwa moja akaenda kuungana na Wajerumani. Alipoungana na Wajerumani wakamwekea kasisi amfundishe masuala ya dini ya Ukristo. Basi akajifunza pale, wakambatiza kwa jina la Musa, wakafupisha ile kwa anaitwa Msatima, wakampa jina Musa. Sasa kipindi Mpangilwangilo Mgombesala sasa Sitangobe amenyongwa mtu ambaye alikula naye kiapo, akakasirika, ndio akapigana na kasisi wake na kuanza kuingia msituni. Mkwawa akiwa eneo hili amekaa na mlinzi wake mwaminifu Binyamyake Mwangimba, wanaona Msatima anakuja. Wakaambia wewe ndio umeangamiza nchi yetu yote, umesababisha kila aina uchafu kwenye nchi yetu. Leo unatufuata. Akaambia ni kweli, mimi ndio mchafu, nimefanya kila aina uchafu wa nchi hii. Na nimekuja kwenu kukiri mnifanye chochote mnachoweza. Mimi ni mhalifu, ni mbaya kabisa. Lakini na mimi niko kwenye matatizo. Hapa mnaponiona nimetoka kupigana na kasisi wangu na nimegombana na Wajerumani. Kwa hiyo nimeona nije nisalimu tu amri kwenu, na kisa cha kugombana wamenyonga rafiki yangu, ndugu yangu Mpangilwangilo Mgombesala sasa sinagogo. Mkwawa akaingia huko. Akasema Mwangimba, shusha silaha chini. Huyo kwenye matatizo ya kazi gani, hata ukimuua ni kazi bure. Shusha ile atupe ukweli wa vita huko ikoje. Kwa hiyo akashusha silaha chini, wakamsogeza pale. Hebu tuambie Wajerumani wamekaaje huko? Akasema Wajerumani kiukweli wametanda nchi yote, hakuna hata sehemu ya kuweza kupenya. Akasema Mkwawa okay. Hapo akajua kwamba hawa sitaweza kuwapiga tena. Katika kivuli cha ushujaa huu kulikuwepo na giza la usaliti. Tamaa ya madaraka ilionekana kutawala baadhi ya wapiganaji, lakini shujaa huyu, mtu wa Mkwawa Mkwavinyika, aliweza kutengeneza historia kwa uhodari wake. Ndipo akaambia sasa tufanye sadaka, tutawashinda. Wakakusanya kuni kwa wingi, kusanya makuni. Baada ya kusanya makuni, akamtuma mlinzi wake ambaye aliitwa Msigomba Mwasimba, ambaye ndio huyo, nenda kachote maji. Mto Ruaha iko hapo, haiko mbali sana. Kachote maji. Akamuenda kwa mlinzi wake mwingine ambaye yule aliyekimbia sasa. Maana ameshakuwa ni miongoni mwa walinzi, ambaye ni yule Msatima, pamoja na Mwangimba ambaye ni Binyamyake mwaminifu. Nendeni mkatafute kondoo wa sadaka. Akamtuma mlinzi wake mwingine Mwachusi, kaongeze kuni. Wakatawanyika. Yeye akaanza kuvua haraka. Kuna sehemu nyingi katika Iringa yao ndasikia tagu utwa maana yake tupa uchifu. Alikuwa anapunguza nguvu ya uchifu. Kwa hiyo moja kwa moja alivua mauganga yake, yale mautawala yote aliyokuwa nayo, akijua mimi sasa sio mtawala tena, akawa anayarusha kwenye moto. Baada ya hapo yule aliyetoka kwenye maji akarudi haraka na maji. Akasema okay, umefanya vizuri sana, lakini inatakiwa umwangalie mwenzio, mbona anachelewa. Yule kurudi alikuwa anaenda huko na mashaka huyu mlinzi wake. Chifu mbona anaona kabadilika hivi. Sasa ile kwenda huko anasimama, akaona huyu ameshanigundua. Basi alimlenga na risasi na bunduki yake gobori mfumo kadondoka hapa. Yeye akaenda haraka kwenye moto, kajiweka silaha yake chini, kavuta trigger. Lengo adondoke kwenye moto, lakini bahati mbaya akadondokea pembeni. Huyu mlinzi wake wa tatu akawa amesikia milio, wa kwanza na wa pili. Sasa akawa anakimbia. Wakati anakimbia, kuna bwana mmoja alikuwa anaitwa Mtakimwanyenza, ni msaliti naye. Alikuwa na Wajerumani akimsaka Mkwawa, anawasaidia Wajerumani. Lakini moja kwa moja akamuona yule Msigomba wakamuona yule Mwachusi anakimbia. Akasema kamateni, yule ni mlinzi wa karibu wa Mkwawa. Wakawa wanakimbia kwenda kumkamata. Alipofika akamzingira. Wakamwambia unatoka hapa sasa kwa Mkwawa, twende katuonyeshe huko. Akasema huko mimi sirudi. Kwa nini? Mkwawa kaua mlinzi mwenzangu na mimi nimesikia bunduki kilia, nimekosokoswa. Kumbe bunduki ndio alikuwa ananyua Mkwawa. Kwa hiyo akaambia tutakuwa kama utakubali twende. Ikabidi akubali uongozi. Walipofika maeneo ya karibu kama hapo, kuangalia asema pale alipokuwa yule ndio Mkwawa, alilala na nguo nyeupe.
Wakamwambia Mkwawa, heza hapo uliposimama jisalimishe. Wakaona hainuki, wakasema hapa ngoja tuende mwendo wa kucross sasa, sio tena wa kutembea, maana inawezekana na askari wengi. Wakawa wanakwenda kwa mwendo wa kutambaa. Kufika sehemu wakaona bwana, tunamwambia inuka, hataki, tutapige shaba mwenyewe. Ndio wakapiga shaba moja, utakuta upande wa kwenye fungu lake upande wa kulia kufunguliwa. Piga shaba, wakaona hakimi, akasema amekufa. Ndipo wakasogea, wakaweka ulinzi mkali hapa, wakatuma taarifa sasa kwa Tom Von Prince ambaye alikuwa anaendesha mapambano dhidi ya Mkwawa, na moja kwa moja akapeleka taarifa kwa governor ambaye aliitwa Sichel kwa wakati huo. Yule akasema basi nahitaji kichwa hicho, tukamwonyesha hata kansela wetu anakihitaji kule Ulaya. Ndipo akamtuma Sergeant Merrick, akaja huko msituni akakata kichwa cha Chifu Mkwawa, na baada ya kukata kichwa chake mwili wake wakauzika hapa. Ndipo kikapelekwa Kalenga. Walipofika Kalenga pale watu sasa wanatetemeka kwa sababu wananyongonyongwa ovyo tu. Ikapigwa mbiu pale watu wakusanyike, wakakusanyika, akasema hiki kichwa cha nani, hebu mtuambie. Ni kichwa cha Chifu Mkwawa, lakini hawasemi chifu liliene, yani wanasema lenyewe. Ile kutaka kuogopa tu si ukanyongwa. Maana ukisema mwenyewe ukaonyesha huzuni unapelekwa kitanzini. Kwa hiyo wakasema lenyewe. Hivyo hali unyonge huko anahuzunika Chifu Mkwawa ameshakufa. Kwa hiyo hapo akasema sasa maadamu tumethibitisha huyu ndio Mkwawa mwenyewe, walichukua kichwa na kukipeleka mjini Bremen huko Ujerumani. Baada ya kufikisha huko Ujerumani wakiweka hapo mjini Bremen sehemu moja ni Anthropology, ambapo walifanya uchunguzi sana kwenye ubongo wake, wakishangaa ni Mwafrika wa namna gani anaweza kuwa na mbinu hata zaidi ya sisi wazungu. Baada ya hapo waliweza fuvu lake Chifu Mkwawa kuliweka hapo kwa muda wa miaka hiyo 50 ngapi, na baadaye mnamo tarehe 19 Juni mwaka 1954 fuvu lilirudishwa. Adam Sapi wakati wakilalamika kwa kupitia kwa Waingereza kuwa mimi fuvu la babu yangu Wajerumani walichukua wakapeleka Ujerumani. Tayari wakati huo Waingereza walikuwa juu ya Wajerumani, moja kwa moja walisaidia, walitusupport kumsaidia Adam Sapi, wakafuata fuvu Ujerumani na kuchukua hilo fuvu na kuweza kulikabidhi pale Kalenga. Tufuatilie kupitia mitandao yetu ya kijamii kama YouTube, Instagram, TikTok na X kwa jina la Panorama Update. Hii ni Panorama TV.